إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa usikum wa nafsi bitaqwa Allahi azza wa jalla faqad faza almuttaqun. Kwanza kabisa na kuhusieni pamoja na kujihusia mimi mwenyewe katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Watakaofanikiwa katika maisha yao ya duniani lakini pia katika maisha yao ya akhera ni wale watakaojipamba na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah ni Muislamu kujiweka katika maamrisho na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibatu fillah, khutba yetu ya leo ina anwani inayosema almudawamatu ala taa baada Ramadhan, kudumu na taa, kudumu na ibada hata baada ya kumalizika Ramadhan. Tumeipendelea mada hii kwa sababu tuko mwishoni kabisa katika mwezi wa Ramadhan, na huenda ikawa ni Ijumaa ya mwisho katika mwezi huu wa Ramadhan. Kwa ni vyema tukakumbushana umuhimu wa kudumu na ibada ambazo tulikuwa tukizifanya katika mwezi wa Ramadhan, isije ikamalizika Ramadhani na wewe ukasimama na ibada, na wewe ukaacha ibada ambazo tumezifanya ndani ya mwezi wa Ramadhan. Muislamu hakikisha unaendelea nazo, isipokuwa zile ambazo zinapatikana katika mwezi wa Ramadhani tu. Tuzoni katika iman, kuna baadhi ya Waislamu ambao huwa wanakosea katika hili, kwamba inapomalizika Ramadhani anaacha ibada. Kama ni swala alikuwa na swali anaacha, kama alikuwa anatoa sadaka anaacha, kama alikuwa ni mtu wa kheri anaacha kheri, kwa sababu tu Ramadhani imemalizika. Tukizama katika iman, tusiwe ni watu wa kuiabudu Ramadhani, tuwe ni wenye kumwabudu Mola wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala yupo katika masiku yote, lakini Ramadhani itakuwepo kwa masiku machache tu. Baada ya hapo itakuwa ni yenye kuondoka, lakini Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kuabudiwa yeye anakuwa ni mwenye kubakia. Katika kuendelea na ibada, ndugu zangu katika iman, au kudumu na ibada, kuna fadhila nyingi. Kuna fadhila za mtu kudumu na ibada anazozipata
kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa fadhila na ubora wa muislamu kudumu na swala, muislamu kudumu na ibada, ni kwamba kudumu na ibada min sifati almu'minina aljadin, hiyo ni miongoni mwa sifa za waumini wale ambao ni wenye kujipinda kweli kweli katika kufanya ibada. Allah subhanahu wa ta'ala anasema alladhina hum ala salatihim daimun. Allah alikuwa anataja sifa za waumini wa kweli kweli, sifa za waumini wale watakaoipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema waumini wa kweli ni wale ambao katika swala zao wanakuwa ni wenye kudumu. Alladhina hum ala salatihim daimuna, ni wale ambao wanadumu kwa kuzitekeleza swala zao. Hawaswali katika baadhi ya muda na muda mwingine wanakuwa si wenye kuswali, wanadumu katika ibada. Qala As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, As-Sa'di anasema maana ya aya hiyo, mudawimuna alaiha, waumini wa kweli ni wale ambao wanadumu kuswali swala tano fi awqatiha, katika nyakati zake. Yawezekana katika mwezi wa Ramadhan muislamu alikuwa anajitahidi kuswali swala tano tena katika nyakati zake, lakini baada ya kumalizika Ramadhani anakuwa ni mwenye kuchelewa au anakuwa si mwenye kuswali swala za jamaa. Kwa hiyo waumini wa kweli ni wale ambao wanadumisha swala tano tena wanaziswali katika nyakati zake, bishurutiha, wanaziswali swala kwa masharti yake na kwa nguzo zake, ala wajhi wa mukammilatiha, na vile vile waumini wa sawasawa ni wale ambao wanaiswali swala kwa ukamilifu. Walaisu kaman la yafaluha, hawawi kama wale ambao si wenye kuswali, au yafaluha ala wajhi naqisin, au wanaswali lakini wanaswali kwa mapungufu. Naweza ukamkuta adhuhuri ameswali, la asiri hajaswali, magharibi ameswali, isha hajaswali, anaswali kwa kurukaruka. Falmudawamatu ala taati, kudumu katika toaa, kudumu katika ibada, wa ala raasiha, tena ibada hizo zikiwa zinaongozwa ibada hizo as-sala, na swala min sifati ibadillahi almu'minina, hizo ni miongoni mwa sifa za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao wana imani. Kwa hiyo wale wanaosimamisha swala tano, hao ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao wana imani. Miongoni mwa fadhila za kudumisha swala tano, hiya wasiyatullah azza wa jalla li khairi khalqihi al-anbiya'u alayhim salatu wassalam. Kudumisha swala tano, ndugu zangu katika iman, huo ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyowahusia wabora wa viumbe wote, mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amewahusia kwamba wawe ni wenye kuswali swala tano, wawe ni wenye kuswali swala, wawe ni wenye kudumisha swala, kama alivyosema Isa alayhi salam. Na maneno hayo yakanukuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Isa anasema wa awsani bisalati, na Mola wangu amenihusia mimi swala, amenihusia mimi kuswali, wazakati, na akanihusia mimi kutoa zaka, ma dumtu hayya, muda wa kuwa mimi niko hai, ibada hizi natakiwa kuendelea nazo. Sasa muislamu unapoacha swala, kwani umekufa? Muislamu unatakiwa kuendelea kuswali. Mwisho wa swala ni pale utakapoondoka katika ulimwengu huu, ni pale utakapoelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndio mwisho wa swala. Waqad amara Allahu sayyida al-bashari, Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mbora wa viumbe ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallama, amemwamrisha kuwa ni mwenye kudumisha swala tano.
Faqala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka yatakapokufika mauti. Al-yaqinu huna bimaana al-maut. Yaqini hapa maana yake endelea kufanya ibada mpaka utakapofikwa na mauti. Mwisho wa ibada ni mtu kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, lakini pia katika kuendelea na ibada, katika kudumu na ibada, kuna faida na matunda, thamaratu wa fawaidu almudawama. Matunda na faida ya mtu kudumu na ibada, mtu kudumu na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kuna faida nyingi, lakini pia kuna matunda mengi. Hakuna jambo ambalo halina faida. Miongoni mwa matunda na faida ya kudumu na ibada ni ittisalul abdu billahi azza wa jalla, ni mtu kuwa na mafungamano mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala, ni mja kuwa na mawasiliano mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba wewe ambaye si mwenye kudumu na ibada, hauna mawasiliano mazuri na Mola wako, hauna mafungamano mazuri na Mola wako. Leo mwanadamu anapokosa mawasiliano na mwanadamu tu wa kawaida, yawezekana akawa ni mwenye kulalamika na kutafuta mawasiliano aweze kuwasiliana na mtu huyo. Lakini je, wewe hauoni vibaya kukosa mawasiliano na Mola wako? Unapokatisha ibada, unakatisha mawasiliano yako na Mola wako. Unapoendelea na ibada mazuri, unaendelea kuwa na mawasiliano mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia miongoni mwa faida na matunda ya kudumu na ibada, albu'du anil ghafla. Mtu anayedumu na ibada anajiepusha na kuwa na mughafala, anajiepusha na kuwa ni mtu mwenye kusahau katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Falmudawamatu ala taati wiqayatun min alghaflati allati taqudu ila alhilaki walkhusran. Kudumu na ibada, hiyo ni kinga ya kumkinga Muislamu kutokana na kughafilika. Hiyo ni kinga ya kumkinga Muislamu kutokana na kuangamia na kupata hasara. Watakaoangamia ni wale ambao si wenye kudumu na ibada. Watakaopata hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wale ambao si wenye kuendelea na ibada. Kwa hiyo mtu anapokuwa ni mwenye kuendelea na ibada, atakapokuwa ni mwenye kudumu na ibada, anakingwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kughafilika ambako kunampelekea mtu kuingia katika hasara na kuingia katika kuangamia. Ndugu zangu katika imani, nafsi hii usipoishughulisha na ibada, nafsi hii usipoishughulisha na toa, itakushughulisha wewe kukuingiza katika maasi na madhambi. Inna nafsa la amaratun bisui, hakika tabia ya nafsi ilivyo, ina tabia ya kuamrisha ina tabia ya kuamrisha uovu, ina tabia ya kuamrisha madhambi. Kwa usipoishughulisha na toa, usipoishughulisha na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, nafsi hiyo itakuingiza katika maasi. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa faida za mtu kudumu na ibada, sababun lighufrani dhunubi. Kudumu na ibada ni sababu ya kusamehewa madhambi yako na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tu nadumu na ibada. Mfano, mtu anapokuwa ni mwenye kudumu na swala, anasamehewa makosa yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallama akiwa amekaa na masahaba zake, akawaambia, araaitum law anna naharan bibabi ahadikum, mnaonaje mto wa maji ukawa unapita katika mlango wa mmoja wenu, yaghtasilu minhu 5 marrat, na mmoja wenu akawa anaoga mara 5 kwa mto huo wa maji unaopita katika mlango wake, anaoga mara 5 kwa siku.
Mtume akawauliza maswahaba akawaambia, hal yabqa min daranihi shay'un, kuna uchafu wowote utakaobakia katika kiwiliwili cha mtu huyu? Maswahaba wakasema, la yabqa min daranihi shay'un, hakuna uchafu wowote utakaobakia katika kiwiliwili cha mtu huyu. Anaoga mara 5 kwa siku, mtu huyu atakuwa ni msafi mno. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia maswahaba, fadhalika mathalu salawati al-khamsi, huo ni mfano wa swala 5, yamhu Allahu bihinna al-khataya, Allah subhanahu wa ta'ala hufuta kwa kupitia swala 5 makosa. Mtu anasamehewa makosa yake na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ni mwenye kudumisha swala. Ndugu zangu katika iman, miongoni mwa faida na matunda ya kudumu na ibada, sababun limahabbati llah, kudumu na ibada ni sababu ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kukatisha na kuacha ibada ni sababu ya kuchukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nani asiyependa kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Kila mmoja katika sisi anapenda kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah anapokupenda utakuwa karibu na yeye. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hadithi al-Qudusi, anasema, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, hatoacha mja wangu ni mwenye kujikurubisha kwa kufanya ibada za sunna mpaka itafikia mahala nitampenda kwa sababu ya kudumu na ibada za sunna. Sikwambii kama muislamu utakuwa na dumu na ibada za faradhi. Ndugu zangu katika iman, miongoni mwa matunda na faida ya kudumu na ibada ni sababun lihusni lkhatima, kudumu na ibada ni sababu ya kupata mwisho mwema. Alkullu yatamanna, kila mmoja katika sisi anatamani an yakuna qabruhu rawdatan min riyadil janna, kila mmoja katika sisi anatamani kaburi lake liwe ni bustani miongoni mwa mabustani ya peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, alqabru imma rawdatun min riyadil janna, kaburi imma ni bustani miongoni mwa mabustani ya peponi, wa imma hufratun min hufari nari, na imma kaburi yawezekana likawa ni shimo miongoni mwa mashimo ya moto. Kaburi litakuwa ni bustani miongoni mwa mabustani ya peponi kwa yule ambaye ni mwenye kudumu na ibada, na vile vile kaburi litakuwa ni shimo miongoni mwa mashimo ya moto kwa yule ambaye ni mwenye kuacha ibada, kwa yule ambaye anakuwa ni mwenye kukatika na ibada. Sisi sote, kila mmoja katika sisi anatamani kaburi lake likawe ni bustani miongoni mwa mabustani ya peponi. Walkullu yatamanna aljanna, na kila mmoja katika sisi anatamani kwenda kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo ukimwambia mtu kwamba wewe ni miongoni mwa watu wa motoni, yawezekana mtagombana, yawezekana akarusha maneno makali, yawezekana akachukia, yawezekana akakwambia maneno mabaya kwa sababu umemwambia wewe ni mtu wa motoni, kwa maana ya kwamba hakuna anayetaka kwenda kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja katika sisi anatamani kwenda kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakin al-amani la tanfa, lakini kutamani tu bila ya matendo hakutokumnufaisha mtu, hatopata manufaa kutokana na kutamani, wala hatoipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. La budda min al-amal, hakuna budi muislam usimame kufanya matendo, tena matendo yawe ni yenye kuendelea na si yenye kukatika. Miongoni mwa faida na matunda ya kudumu na ibada ni thabatul ajri inda al-ajzi, ni kuthibiti malipo, ni kuendelea kupata thawabu pale ambapo itafikia mahala utashindwa kuendelea na ibada hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha maridha al-abdu au safara, mja anapoumwa akawa ni mgonjwa au akawa ni mwenye kusafiri, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan, ataendelea kuandikiwa thawabu
za ibada ambazo alikuwa anazifanya alipokuwa ni mzima au alipokuwa yuko mjini kwake si msafiri. Ndugu zangu katika imani, kuna baadhi ya nyakati unaweza ukashindwa kufanya ibada kwa sababu ya maradhi, lakini kama ulikuwa ni mtu wa ibada utaendelea kuandikiwa thawabu na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wewe unafanya ibada hizo. Lakini pia wakati mwingine mtu anaweza akashindwa kufanya ibada anapokuwa yuko safarini, lakini ikiwa tabia yake alikuwa anafanya ibada alipokuwa katika mji wake, alipokuwa katika nchi yake, alikuwa ni mtu mwenye kufanya ibadati mbalimbali, mfano ibada za sunna, ikafikia mahala akawa hawezi kufanya ibada za sunna kutokana na safari, huyu ataendelea kuandikiwa thawabu na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye anafanya ibada. Kwa ndugu zangu katika imani, si vizuri kukatika na ibada, si vizuri kuja kuacha ibada baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Tuendeleeni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hata baada ya kumalizika Ramadhani. Tuwe ni watu wenye kuswali swala tano, tuwe ni watu wa kheri, tuwe ni watu wenye kujitolea kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ndugu zangu katika iman, nukta nyingine ya tatu ni asbabul mudawama, sababu za wewe kuendelea kudumu na ibada, mambo yatakayokusaidia wewe uweze kudumu na ibada. Haya nayo pia ni muhimu Muislamu kuyafahamu. Kuna baadhi ya mambo ambayo ukiwa nayo itakuwa ni sababu, vitakusaidia wewe kuendelea na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza ni maarifatu thamaratiha, ni Muislamu kujua matunda na faida za ibada. Ukifahamu matunda na faida unazozipata kutokana na wewe kudumu na ibada, hautakaa uache ibada, utakuwa ni mtu wa ibada na utaendelea kufanya ibada. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa sababu zitakazo kusaidia wewe kuwa ni mwenye kudumu na ibada, alkhawfu min su'il khatima, ni Muislamu kuwa ni muoga wa kupata mwisho mbaya. Muislamu kuwa ni muoga wa kupata mwisho mbaya. Mwisho mbaya ni pale anaposhindwa Muislamu wakati anafariki hata kutamka kalimatu la ilaha illa Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, atakayekuwa maneno yake ya mwisho ni la ilaha illa Allah, huyo ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba huyo atakuwa amepata mwisho mwema. Na atakayeshindwa kuyatamka maneno haya, huyo atakuwa amepata mwisho mbaya. Kwa mtu anapokumbuka mwisho mbaya, ni lazima atadumu na ibada kwa kuogopa kwamba asije akawa ni mwenye kupata mwisho mbaya. Miongoni mwa vitu vitakavyokusaidia kupata kudumu katika ibada ni ad-du'a, ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Muombe Allah akudumisha katika ibada, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akufanyie wepesi uweze kudumu na ibada. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa na Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu. Mtume akamwambia Muadh, hakika mimi ninakupenda, kwa sababu ninakupenda nakupa wasia ufuatao. Na wasia huo akatueleza mwenyewe Muadh. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Muadh, uswika ya Muadh, ninakuhusia ewe Muadh, la tad'anna dubura kulli salatin, usiache kusema kila baada ya swala ya faradhi, antaqula, usiache kusema Allahumma a'inni ala dhikrika, ewe Allah nakuomba unisaidie mimi katika kukutaja wewe, unisaidie mimi katika kukukumbuka wewe ya Allah, wa shukurika, na ninakuomba unisaidie mimi katika kukushukuru wewe, wa husni ibadatika, na ninakuomba ya Allah unisaidie mimi
katika kufanya ibada, katika kukuabudu wewe kwa uzuri kabisa. Kwa miongoni mwa mambo ambayo yatakusaidia katika mambo hayo ni wewe kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, na kuomba unifanyie wepesi niweze kuendelea na ibada hata baada ya Ramadhan. Ndugu zangu katika iman, tumesema ya kwamba Ijumaa hii yawezekana ikawa ni Ijumaa ya mwisho, na Ijumaa itakayokuja itakuwa iko katika mwezi wa Shawwal. Kuna ibada ambayo inatusubiria kuifanya kabla ya kuingia Shawwal, ala wahiya zakatul fitri. Ibada hiyo ni utoaji wa zakatul fitri. Kutoa zakatul fitri ni wajibu kwa Muislamu yule ambaye atakuwa ana uwezo wa kuweza kutoa zakatul fitri, yule ambaye atakuwa anamiliki chakula siku ya Idi, yeye na familia yake, kile kitakachozidi anatakiwa akitolee zakatul fitri. Ni wajibu kwa kupitia maneno gani? Ibn Umar radhiyallahu anhu anasema, faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallama zakatul fitri, amefaradhisha Mtume sallallahu alayhi wasallama zakatul fitri, swa'an min tamrin, pishi moja ya tende ambayo ni sawa na kilo 2.5, au swa'an min sha'irin, au pishi ya shairi, ala al-abdi, amefaradhisha juu ya mtumwa, wal hurri, na aliyehuru, wal dhakari wal untha, na kwa mwanaume na mwanamke, waswaghiri wal kabiri, na kwa mkubwa na mdogo, minal muslimina, katika Waislamu. Kisha Mtume akasema, kisha Ibn Umar akasema, wa amara biha, na Mtume sallallahu alayhi wasallama akaamrisha zakatul fitri an tuadda qabla khuruji nasi ila salah, itolewe kabla ya watu kutoka kwenda kuswali swala ya Idi. Muttafaqun alayhi. Hikma yake ni nini ya kutoa zakatul fitri? Hikma ziko nyingi sana, lakini miongoni mwa hikma ambazo zimetajwa na maulama ni arifqu bil fuqarai wal masakin, ni kuwaonea huruma masikini na mafukara na kuwatosheleza wao ani suali fi yaumi al-Eid, wasija wakawa ni wenye kuombaomba katika siku ya Idi, wa idkhalu sururi alaihim, na kuwaingizia furaha juu yao. Unapomwezesha, alikuwa hana uwezo wa kula Idi, lakini ukamwezesha, bila shaka maskini huyu au fakiri huyu atafurahi sana, atafurahi katika siku ambayo yasurru almuslimuna biqudumi al-Eid, waislamu wanafurahia kwa kuingia siku ya Idi juu yao. Lakini pia hikma nyingine, watatuhiru man wajabat alayhi ba'da shahri sawmi, hikma nyingine ni kumtwaharisha yule ambaye ana wajibu wa kutwaharishwa, wa kusafishwa baada ya kuondoka, baada ya kumalizika mwezi wa funga. Huenda labda kuna maneno mabaya aliyasema, huenda labda kuna maneno mabaya aliyazungumza, kwa kupitia zakatul fitri yale maneno yanasawazishwa na kuwekwa sawa na kufutwa kutokana na kutoa zakatul fitri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema kwamba faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, Mtume sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha zakatul fitri tuhuratan lis-saimi, hali ya kuwa ni kitwaharisho cha mfungaji, minal laghawi warafath, kutokana na maneno ya laghawi, maneno ya kipuuzi ambayo aliyazungumza katika mchana wa mwezi wa Ramadhani, na maneno mabaya ambayo aliyazungumza katika mwezi wa Ramadhani. Wa tu'matan lilmasakin, na zakatul fitri miongoni mwa hikma zake na ni chakula cha masikini siku ya Idi. Faman addaha qabla as-salah, atakayetoa zakatul fitri kabla ya swala ya Idi, fahiya zakatun maqbula, hiyo itakuwa ni zaka yenye kukubalika. Wa man addaha ba'da as-salah, na atakayetoa zakatul fitri baada ya kuswali swala ya Idi, fahiya sadaqatun min as-sadaqati, hiyo itakuwa ni sadaka kama sadaka zingine. Kwa ndugu zangu katika iman, katika masiku haya kila Muislamu afanye maandalizi ya kutoa zakatul fitri. Ayuha almuslimun, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.